Labda pia niweze kuongelea nguvu ya matamshi mazuri kwa mtoto. Utapomwambia mtoto ambaye darasani hapati vizuri, ukamwambia I know you are bright. Yani you are bright for sure, with no doubt you are bright. Just we need to, tunatakiwa tuweke muda zaidi katika masomo. Tuweke muda zaidi, mimi na wewe tuanze mpango. Lakini yale maneno yako na boost. Kwa tuwatie watoto maneno ya nguvu. Kila siku asubuhi tamka maneno ya nguvu kwa mtoto wako. Kumbuka, mzazi anajulikana ni Mungu wa pili duniani. Ana kinywa kinachobariki na ana kinywa kinacholaani. Hivyo basi, kama wazazi, asubuhi na mapema bariki watoto wako. Asubuhi na mapema tamkia watoto wako maneno ya kuwapa nguvu. Wape ari, wape moyo. Usiamke na watoto unawatamkia maneno ya kushindwa siku yao yote na kwa kushindwa. Hata tunapoenda mbele za Mungu, tunataka amani katika ombi la asubuhi. Mungu asante, unamshukuru, afu namuomba baraka za nguvu ya siku nzima. Fanya hivyo kwa watoto wako, kwa sababu kumbuka kwamba watoto wako huyo Mungu hawamuoni. Na wakati mwingine hawajaanza kumwamini, unamwamini kupitia wewe. Hivyo matendo yako yataonyesha kwamba kuna Mungu. Ndio matendo hayo wataoyabeba wakaenda nayo. Kama Mungu hajaweza kukufanyia ubaya wewe, usifanyie mtoto wako ubaya wa aina yoyote. Mungu ametubeba katika makosa yetu. Kwa namna yani kwa namna nyingi. Tena watu wengine kuna dhambi tumezishikilia miaka 20, miaka 30. Mungu hajatokamiza, atajionyesha hata kidole, maana akikuonyesha kidole vingokosha kufa au shakwa kilema. Amekuacha katika miaka yote. Kuwa mvumilivu pia kwa watoto wanapotenda makosa. Vumilia. Usiwe mwepesi wa kurusha maneno, usiwe mwepesi wa kuruza, usiwe mwepesi wa kupiga. Jizuie. Yaani kila saa jikumbushe, Mungu amenisaidiaje katika dhambi yangu hii? Mungu amenibebaje katika dhambi yangu hii? Kisha mtendee mtoto hivyo hivyo. Hiyo inaitwa mercy. To act out of mercy. Kufanya kwenye neema, kumpa neema mtu. Kumpa huruma unampatia mtoto wako. Tukiwalea hivyo, hata pale tunapoambia kwamba kuna Mungu wa mbinguni, watatuelewa kwa urahisi.